والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jana tulisema ya kwamba katika huu muda wa asubuhi tutakuwa na darasa fupi ya tafsiri al-Qur'an al-Karim, na tutakuwa tunasoma tafsiri ya surati Yusuf alayhi salam. Katika hii tafsiri al-Mubarak ambayo imeandaliwa na Markaz Tafsir Lidirasat al-Qur'aniyya, inaitwa Al-Mukhtasar fi Tafsir al-Qur'an al-Karim Ayatun wa Tafsir. Ni tafsiri ambayo ni mukhtasar, wanataja aya kisha wanataja tafsiri yake, na mwishoni wa kila ukurasa katika hii tafsiri wanataja fawaid za aya mara nyingi. Yani mara nyingi wanataja fawaidi za aya katika kila ukurasa, wanataja faida chache, kwa sababu hii ni tafsiri ambayo ni mukhtasar. Ama mtu akitaka faida nyingi, hizi atazipata katika vitabu vikubwa vya tafsiri, mfano kama tafsiri ya Ibn Kathir au tafsiri ya Ibn Jarir at-Tabari au tafsiri ya Ash-Shinqiti au tafsiri ya Al-Qurtubi na nyinginezo katika vitabu vikubwa vya tafsiri. Katika darasa ya leo insha Allah taala tutasoma aya 3, kwa sababu tumekusudia kwamba hii darasa yetu iwe ni darasa ambayo ni fupi, ili baada ya hapo baada ya hapo kwa yule ambaye anataka kuondoka aondoke, na kwa yule ambaye anataka kubakia msikitini kusoma Qur'an, kumtaja Allah tabaraka wa taala, kuleta adhkari za asubuhi, apate muda wa kufanya hayo vile vile. Suratu Yusuf imeitwa hili jina kwa sababu ndani yake kimetajwa kisa cha Yusuf alayhi salam. Ndani ya hii sura al-Mubaraka kimetajwa kisa cha Yusuf alayhi salam, na kwa ajili hiyo ikawa imeitwa suratu Yusuf. Na hii sura imetajwa kwa hili jina moja katika vitabu ya tafsiri na katika vitabu vya hadithi, ina hili jina moja tu peke yake, suratu Yusuf. Kutoka kwa Uqba ibn Amir radiyallahu anhu qala: qultu ya Rasulullah, nilisema ewe mtume wa Allah, aqra'ni surata Hud wa surata Yusuf al-haditha. Kutoka kwa Uqba ibn Amir radiyallahu anhu anasema, nilisema ewe mtume wa Allah, nisomeshe surata Hud
wa surata Yusuf. Nisomee, aqrini, nisomeshe surata Hud wa surata Yusuf. Angalia katika hii hadithi imeitwa surati Yusuf. Uqba bin Amir alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nisomee au nisomeshe hii sura pamoja na surat Hud. Kutoka kwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kuntu bihimsa, nilikuwa sehemu moja inaitwa Hims. Hims ni sehemu ambayo iko Sham. Faqala li ba'd alqawm, baadhi ya watu wakaniambia, iqra alaina, tusomee Qur'an. Faqara'tu alaihim surata Yusuf, nikawasomea wao surata Yusuf. Kwa hiyo angalia katika hii hadithi vile vile ikaitwa surata Yusuf. Na kutoka kwa Amr ibn Maimun fi qissati maqtali Umar radhiyallahu anhu, katika kisa cha kuuliwa Umar radhiyallahu anhu, qala, wa kana, na alikuwa, ay Umar, alikuwa Umar, idha marra baina as-saffain, Umar alikuwa akipita baina ya safu mbili, qala, anasema, istawu, nyosheni safu zenu, hatta idha lam yara fihinna khalalan, ikifika muda hajaona dosari, katika kunyosha safu, taqaddam, anatangulia, fakabbara, anatoa takbira, anaanza kuwasalisha watu. Wa rubbama qaraa surata Yusuf, huenda akasoma surata Yusuf. Yani muda mwingine Umar alikuwa anasoma katika swala yake surata Yusuf au an-Nahli au surata an-Nahli au nahwa dhalika fi rak'ati al-ula, au mfano wa hayo rakaa ya mwanzo, au mfano wa hizo sura rakaa ya mwanzo. Alikuwa anafanya hivi Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Hii sura ndio sura ya pekee ambayo imekuja kuzungumzia kisa cha Yusuf alayhi salam. Kisa cha Yusuf alayhi salam kimetajwa chote kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika hii sura, na kisa chake hakijatajwa sehemu nyingine kwenye Qur'an. Suratu Yusuf ni sura ambayo imeteremka Makka. Suratu Yusuf Makkiya, ni sura ambayo imeteremka Makka. Yani ni sura ambayo imeteremka kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Ukiambiwa kwamba hii sura ni Makkiya, ni sura ya Makka, maana yake nini? Maana yake imeteremka kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Ukiambiwa ya kwamba hii sura ni Madania, ni sura ya Madina, maana yake imeteremka baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina. Hiyo ndo maana yake. Sasa suratu Yusuf alayhi salam ni Makkia, ni sura ambayo iliteremka Makka kabla ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia katika mji wa Madina. Min maqasidi sura, katika maksudio ya sura, al-i'tibaru
bilutfi tadbiri llahi liauliyaihi, ni kupata mazingatio na mipango mizuri ya Allah tabaraka wa taala kwa mawali wake. Katika maksudio ya hii sura al-mubaraka ni kupata mazingatio na mipango ya Allah tabaraka wa taala mizuri kwa mawali wake. Watamkinihim, na Allah tabaraka wa taala kuwatawalisha mawali wake. Angalia Yusuf alayhi salam, Allah tabaraka wa taala alimtawalisha pamoja na mitihani ambayo ilimtokea, ilimsibu, lakini baadaye alikuja kutawalishwa na Allah tabaraka wa taala, na alitawalishwa kwa sababu ya elimu ambayo alikuwa nayo. Ndio maana wanasema wanachuoni ya kwamba hii inaonyesha ubora wa elimu, kwa sababu Yusuf alayhi salam alikuwa ni mzuri mno katika upande wa sura, alikuwa ni mzuri kikoni kweli, lakini hakutoka gerezani kwa sababu ya uzuri wake, kama ambavyo tutakuja kuona mbele insha Allah taala katika aya. Hakutoka kwa sababu ya uzuri wake, alitoka kwa sababu ya elimu aliyokuwa nayo ya kutafsiri ndoto. Baada ya kutafsiri ndoto ya mfalme akawa amempenda, akaona kwamba huyu ni mtu ambaye ananifaa katika majukumu yangu, ndo akawa ametawalishwa na Allah tabaraka wa taala. Wa husni aqibatihim, na mwisho wao mzuri. Mawali wa Allah tabaraka wa taala, hata kama watatokewa na mitihani, hata kama watatokewa na mitihani na balaa, mwisho wao unakuwa ni mzuri. Yusuf alayhi salam ametokewa na mitihani na balaa na misukosuko, lakini mwisho wake ukawa ni mzuri, mpaka ndugu zake walikuja kumuomba msamaha kwa yale ambayo walimfanyia. At-tafsir, anasema Allah tabaraka wa taala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra, hizi herufi zinaitwa alhurufu almuqatta'a, zinaitwa alhurufu almuqatta'a. Zenyewe kama zenyewe hazina maana, isipokuwa zinaashiria kitu. Zinaashiria kitu gani? Zinaashiria ya kwamba hii Qur'an ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Watu hawawezi wakaleta mfano wake, watu hawawezi kuleta mfano wake. Ndio maana ukiangalia katika Qur'an mara nyingi ikianzwa sura na hizi herufi alif lam ra, taha, alif lam mim, mara nyingi sura ikianzwa na hizi herufi baada yake natajwa Qur'an, natajwa Qur'an. Angalieni katika hii sura Allah tabaraka wa taala anasema alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Hizo ni aya za kitabu ambacho kiko wazi.
maana yake ni Qur'an. Kwa hiyo baada ya hizi herufi inatajwa Qur'an. Kwa hiyo hii inaashiria ya kwamba hii Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa taala. Watu hawezi wakaleta mfano wa Qur'an. Kwa maana Waarabu waliambiwa walete mfano wa Qur'ani wakashindwa, mfano wa sura wakashindwa ya. Allah tabaraka wa taala anasema wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Kama mnashaka na hii Qur'an, kama mnashaka na hii Qur'an ambayo tumeteremsha kwa mja wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, basi leteni sura mfano wake. Wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin, na waiteni washirika wenu kinyume na Allah tabaraka wa taala, mfanye hili jambo, mkamilisha hili jambo kama ninyi ni wa kweli katika madai yenu kwamba hii Qur'an imetungwa na binadamu, sio maneno ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hizi herufi zinaashiria kwamba hii Qur'an imekuja kwa lugha ya Kiarabu, imekuja kwa lugha ya Kiarabu kwa hizi herufi ambazo Waarabu wanatumia katika maneno yao, lakini pamoja na hivyo hawezi wakaleta mfano wa Qur'an pamoja na ufasaha wao, kwa sababu Waarabu walikuwa ni watu ambao ni mafasaha kweli kweli. Pamoja na ufasaha wao, pamoja na uhodari wao katika maneno, hawakuweza kuleta mfano wa Qur'an. Kwa hiyo nasema Allah tabaraka wa taala, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin, hizo ni aya za kitabu ambacho kiko wazi, kiko wazi katika yale ambayo yapo ndani yake. Alif lam ra sabaqa al-kalamu alayha wa ala nadhairiha fi bidayati surati al-Baqara, yametangulia maelezo juu ya hizi herufi na mfano wake mwanzoni mwa surati al-Baqara. Tilka ayatul kitabil mubin, hadhihi al-ayat, hizi aya allati unzilat fi hadhihi as-sura, ambazo zimeteremshwa katika hii sura, min ayati al-Qur'an, ni katika aya za Qur'an, al-wadih, Qur'ani ambayo iko wazi, fi mashtamala alayhi, katika yale ambayo imekuja nayo, katika yale ambayo imekuja nayo. Qur'an iko wazi katika yale ambayo imekuja nayo, imebainisha halali, imebainisha haram, imebainisha haki na imebainisha batil. Anasema Allah tabaraka wa taala, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan, hakika sisi tumeiteremsha ni Qur'ani ya Kiarabu. Maana yake imekuja kwa lugha ya Kiarabu. La'allakum ta'qilun, ili muweze kuelewa, ili muweze kufahamu. La'allakum ta'qilun, ili muweze kuelewa na ili muweze kufahamu. Inna anzalna al-Qur'ana bilughati al-Arab la'allakum, hakika sisi tumeteremsha Qur'an kwa lugha ya Waarabu. La'allakum, ili ninyi ayuha al-Arab, enyi Waarabu, tafahamuna maaniyahu, ili nyinyi muweze kufahamu zile maana zake.
hakika sisi tumeiteremsha Qur'an kwa lugha ya Kiarabu, kwa lugha ya Waarabu, ili ninyi Waarabu muweze kujua maana zake. Kwa hiyo hii Qur'an imeteremka kwa lugha bora ambayo ni lugha ya Waarabu, imeteremka kwa lugha bora ambayo ni lugha ya Kiarabu, na imeletwa kutoka kwa Allah tabarak wa taala na malaika bora ambaye ni nani? Naam, Jibril alayhi salam. Na imeteremka kwa mtume bora ambaye ni mtume sallallahu alayhi wasallam, na imeanza kuteremka katika mji bora ambao ni mji wa Makka, na vile vile ilianza kuteremka katika mwezi bora ambao ni mwezi wa Ramadhan. Allah tabarak wa taala anasema shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra. Anasema Allah tabarak wa taala nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, sisi tunakusimulia wewe visa bora, visa vizuri, bima auhaina ilaika hadha alquran, kwa yale ambayo tumekufunulia katika hii Qur'an. Wa in kunta min qablihi lamna alghafilin, japo kuwa kabla ulikuwa ni katika watu ambao wameghafilika, hawajui hii Qur'an. Kabla ulikuwa ni katika watu ambao wameghafilika, hawajui hii Qur'an. Ulikuwa pamoja na watu wako ambao hawajui hii Qur'an. Allah tabarak wa taala akakuletea hii Qur'an, kama alivyosema katika surati ad-Duha, wajadaka dallan fahada, wajadaka dallan fahada. Ulikuwa umeghafilika, Allah tabarak wa taala akakufunulia hii Qur'an. Kwa hiyo anasema Allah tabarak wa taala nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, sisi tunakusimulia visa bora. Visa ambavyo vipo katika Qur'ani ni visa bora. Bima auhaina ilaika hadha alquran, kwa yale ambayo tumekufunulia katika hii Qur'an. Wa in kunta min qablihi lamna alghafilin, japo kuwa kabla ulikuwa ni katika wale ambao wameghafilika, ulikuwa katika jumla ya watu wako ambao wameghafilika. Allah tabarak wa taala akakuletea hii elimu. Imekuja katika hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu qala unzila alquran ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, iliteremshwa Qur'an kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Fatala alaihim zamanan, akawasomea masahaba wake muda, akawa amewasomea Qur'ani muda, kapita muda na wasomea Qur'an ambayo inateremka kwake kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Faqalu ya Rasulullah, wakasema ewe mtume wa Allah, law qasasta alaina, law qasasta alaina, lau ungetusomea visa, ungetusomea visa, kwa sababu visa vina faida nyingi. Katika faida zake ni kulainisha nyoyo na kuthibitisha nyoyo katika imani, katika dini, katika taa. Kwa hiyo wakamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, ungetusomea visa, ungetusimulia visa. Faanzala Allah tabarak wa taala akateremsha hii sura, yani surat Yusuf. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Allah tabarak wa taala akateremsha
hii sura. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amewasimulia masahaba wake visa, akawa anawaelezea visa ila qawlihi ta'ala nahnu naqussu alayka ahsana alqasas. Ikateremka suratu Yusuf mpaka kwenye kauli yake Allah tabaraka wa taala nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima wahayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin, japo kuwa kabla ulikuwa ni katika wale ambao wameghafilika. Fatala alaihim rasulullah sallallahu alayhi wasallam zamanan, mtume akawasomea muda, ukapita muda anawasimulia visa mbalimbali sallallahu alayhi wasallam katika visa vya Qur'an. Kisha wakasema masahaba radiyallahu anhum, faqalu ya rasulullah, wakasema mtume wa Allah, law haddathana, lau ungetuhadithia mazungumzo ya mawaidha, tuhadithie mazungumzo ya mawaidha, tupe mawaidha. Fa anzala Allah, akateremsha Allah tabaraka wa taala, Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabiha. Allah tabaraka wa taala ameteremsha ahsana alhadith, mazungumzo mazuri. Kitaban mutashabiha ni kitabu ambacho kinafanana, baadhi yake yanafanana na baadhi yake na tafsiri baadhi yake nasadikisha baadhi. Al-aya kullu dhalika yumaruna bil Qur'an, yote hayo wanaamrishwa na Qur'an, yote hayo wanaamrishwa na Qur'an. Kwa hiyo anasema Allah tabaraka wa taala nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin. Nahnu naqussu alayka ayuha ar-rasul, sisi tunakusimulia ewe mtume, ahsana alqasasi, visa bora, visa vizuri, lisidqiha, kwa sababu ya ukweli wake, wa salamati alfadhiha, na matamshi yake yako salama, wa balaghatiha, na ufasaha wake, biinzalina alayka hadha alquran, kwa kuteremsha kwako wewe hii Qur'an. Wa innaka, na hakika wewe, kunta min qabli inzalihi, na hakika wewe ulikuwa kabla ya kuteremshwa hii Qur'an, min alghafilin, ni katika wale ambao wameghafilika, an hadha alqasas, na hivi visa, la ilma laka bihi, hauna elimu na hivi visa. Katika hivyo visa ni kisa cha Yusufu alayhi salam. Kwa hiyo kisa cha Yusufu alayhi salam, kabla ya kuelezewa, Allah tabaraka wa taala ametanguliza kwanza hizi aya 3. Baada ya hapo yakaja maelezo mengi kuhusiana na Yusuf alayhi salam, na hichi kisa kina faida nyingi kama nilivyowaambia jana. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala anasema kuna faida 1001 katika hichi kisa. Anasema rahimahullah kwamba kama Allah tabaraka wa taala atalijalia, taandika kitabu ambacho kinazungumzia surati Yusuf, lakini nahisi Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala Allah kumjalia hili jambo mpaka akawa amefariki. Kwa hiyo kwa leo tuishie hapa, tutakuja kuendelea kesho insha Allah ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.